mengi. Mtume amekusudia ili ni jambo la kielimu. Innama dunya li alba'atun nafal, hakika ukweli ulivyo dunia ni ya watu wanne tu. Watu wanne wa aina gani? Abdun, mja ambaye razakahu Allahu malan wa ilma, amemruzuku Mwenyezi Mungu mali na ilmu. Fahuwa, na yeye huyu mtu yattaqi fihi rabbahu, anamcha sana Mola wake muweza. Wayasirru fihi rahmahu, na kazi yake mtu huyu anaunganisha sana udugu. Wayalam, na anatambua huyu mtu ya kwamba anna lillahi fihi haq, hakika ya Mola wake anamwajibisha kwa lazima kwenye majambo ya kutekeleza haki. Fahaza, basi huyu mtu kwa kuwa haya anayoyafanya, biafdalil manazil, yupo katika daraja bora yenye utukufu wa hali ya juu. Leo tunao watu kwenye mitaa yetu tunaoishi, ukimwangalia akitokea barabarani ana elimu, ana mali nyingi, elimu anayo na watu wanamuita shekhe, na mali anazo watu wanamuita shekhe, lakini mapito anaopita si mapito ya kishekhe, hatumii mali zake vizuri. Lakini Mtume ametuelekeza mtu akiwa na mali na elimu, alafu kazi yake yeye ikawa anaunganisha udugu, anamcha Mola wake muweza, na anatekeleza majambo ya haki ya wajibu, biafdalil manazil, anakuwa kwenye daraja bora sana siku ya Kiyama. Hizi daraja hizi, ubaya wa sisi nafsi zetu zimetawaliwa kutaka daraja upatie hapa. Daraja ya hapa si bora. Daraja bora ya mwanadamu iombee kukute kule. Mungu anaweza akakupa kila kitu hapa, lakini akikunyima kule umefeli. Omba unyimwe hapa. Ngumu kuomba, lakini omba hapa unyimwe ili ukapate kule ufanikiwe. Na ndio maana vinakuja vitu vidogo vidogo vinatushinda katika imani. Fanya hiki, hapana. Fanya hiki, hapana. Kifanye kile, utafanikiwa. Mungu hakuwahi kuongopa kwenye aya zake. Mungu hakuwahi kusema uongo. Mungu mpaka na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa khatamil anbiya, kawatuma mitume mingi nyuma, na yote hakuwa mtume mmoja aliyopita katika mapito haya akawa mapito yake hapo legelege tu. Hakuna. Mapito yote ya mitume yalikuwa magumu. Mitume yote kuanzia kwa Nabii Allah Adam, mapito yao yote yalikuwa magumu, kwa sababu alikutana na bwana mmoja anaitwa Azazil. Huyu aliapa, wallahi mimi hawa unawaumba kwa udongo mtadili nao. Na afu mtu huyu basi ni jini, lakini si jini tu, alimul alama. Yani huyu Ibilisi tunamwona sisi leo tunahangaika kwamba huyu Ibilisi alikuwa fundi, yani mwanazuoni ile, mpaka aenda kukaa daraja za malaika, kukaa nao malaika, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni elimu aliyokuwa nayo. Kwa hiyo sichukulie simple kwa labda Ibilisi mtu mmoja kiumbe tu, kwa sababu kawa Ibilisi jina lake ile Ibilisi. Azazili mwanazuoni, yani ana mapito ya kukushawishi kila ina njia. Mimi na wewe na hao tulioacha nyumbani na yule Nabii Allah Adam, nani bora? Katolewa mtu peponi. Ibilisi yule, ufundi wa Ibilisi yule, yani ile elimu, sio ujanja, elimu kwanza. Ukiwa na elimu unakuwa na mapito ya kumpitisha mtu, unamvuruga akili yake mpaka ajifikiria Mungu na huyu. Basi imani ikiwa ndogo, aliingia kidogo katika mtego baba yetu, lakini alivyorudi kanyoka. Mapito haya ya kubezi kidogo huku, ukikaa sawa, ndio mapito ya kibinadamu. Kullu bin adam khata'un, yani mwanadamu kuumbwa kwa makosa, ndio mfumo ambao Mwenyezi Mungu atuwekea. Ukikosea leo, tubu kesho. Ukikosea muda huu, tubu baadaye salatul asri, hujachelewa. Nabii Allah Adam alitubu, leo tutamkuta peponi. Allah tubariki sisi sote tuliokuwa humu, iwe sababu ya kwenda kukutana na Nabii Allah Adam na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa abdun, na mja mwingine huyu, razakahu Allahu ilma, ameruzukiwa na Mwenyezi Mungu ilmu nyingi sana. Walam yarzukuhu malan, wala hakuruzukiwa mali. Fahuwa, basi huyu mtu sadiqun nia, kwa utokana na ukweli wa nia yake, yakulu, anasema huyu mtu, lau anna li malan, lau mimi ningelikuwa na mali, la amilta biamali fulani, ningefanza matendo anofanza yule mwenzangu. Mimi mali sina, na elimu tu. Mashekhe hawa
tunatolea mfano, wapo na jamii yote tunajua. Tumewashuhudia wazee wetu wakiwa mashehe, waliwalea watu lakini hawakuwa na mali. Elimu wanazo nyingi, waliwasomesha watu siku na mchana. Leo nawapa jambo si hili ambao kila mtu analifahamu. Angalia majumba ya mashehe wote waliondoka mbele ya haki yalikopoteza nuru. Manake aliwalea watu kwa ikhlas. Yeye alivyoondoka, majumba yale yamekimbiwa na wale waliolelewa. Manake kumbe wale waliolelewa hawakuwa na ikhlas kama mwenyewe. Walifuata tu kwa kuwa na elimu, nafuata elimu yake basi. Tena nakwambia sasa, alikuwa mjinga. Yeye anasomesha na alisha watu bure. Yaani mtu ulifika muda anajinyima kuwapa wanawe, kuandalia mazingira ya kesho watoto wake, anawapa nyinyi kwa ajili ya kuwapa neema ya kuwajalia kesho kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo amefariki huyu mtu, watoto wake hamuwajali, hamukumbuki kwamba elimu hii mlioisoma mulisoma hali ya kuwa huyu mtu alikuwa ana mali, kasomesha, ana kanzu yake moja miaka 3, lakini watoto wake ukiona majumba mengi ya mashehe, wallahi zalili mpaka hatua ya mwisho. Majumba mengi ya mashehe haswa waliondoka duniani, majumba yao zalili, na wale waliolelewa huko nyuma hawakumbuki kwamba tulilelewa na mzee yule, ameacha watoto na sisi tukawasaidie. Wanasema baba yao yule kupata tumia hela yake kijinga jinga tu. Hii pia ni mtihani. Mungu atulinde na mtihani huu. Na Allah tubariki na neema hii ya elimu, lakini atunyime sana neema ya mali, mata ingia katika mtihani ambao hatutoweza. Atupe mali kidogo tu. Mali nyingi zipo kule jamani. Hapa duniani pagumu. Ukiwa na mali kuna mapito unapita nayo hapa, utatolewa katika njia. Utashindwa kuwa na ikhlasi nzuri. Utashindwa kukamilisha yaliyokuwa kule pazuri sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mazingira aliyotuandalia kule, hapa ni mapito tu. Kun fi dunya kaannaka gharibun au abil sabil. Sisi hapa tuishi kama apita njia tu. Sisi hapa ni wageni, tusiishi hapa kama ni kwetu. Na ndio maana jambo kubwa kila kukicha tunahimiza sana, mtu upambanie kesho yako. Hii leo imeshapita, kule ndio kuna maisha ya milele. Fahuwa, basi huyu mtu huyu, kutokana na mapito haya aliyopita nayo, Mungu anampa ujira sawa sawa na yule mtu wa kwanza. Wa abdun, na mja mwingine, radhakahu Allahu malan, ameruzukiwa na Mwenyezi Mungu mali, walam yarzukuhu ilman, wala hakuruzukiwa ilmu. Fahuwa, basi huyu mtu, yakhbitu fihi malihi, anazitumia vibaya mali zake, bighairi ilman, pasipo na ujuzi. La yattaqi fihi rabbahu, wala mtu huyu hamchi Mola wake muweza. Wala yasirru fihi rahmahu, wala mtu huyu haunganishi udugu. Wala ya'lam, na wala atambui, anna lillahi fihi haqqa, kwamba Mola wake anamwajibisha katika majambo ya haki. Mtu ana mali lakini elimu wana mali nyingi sana. Karuni, mali kila kona, ana mali kushoto, ana mali kulia, ana mali mpaka pa kuziweka hakuna. Lakini mapito yanayopitia duniani, aunganishi udugu, amchi Mola wake muweza, wala hafikiri lolote kwamba kule juu kuna mambo makubwa yanamtaka akayafanye. Anayafikiria hapa. Jambo hili chukua ninalokupa, elimu na mali. Elimu ni bora kuliko mali. Elimu ni bora kuliko mali. Mwenye elimu kwa elimu yake ametambua kuna wajibu wa kutafuta mali, lakini mwenye mali kwa mali alizokuwa nazo wala hafikiri kama kuna wajibu wa kutafuta elimu. Mtu ana mali nyingi hafikiri kama kuna juzu amma akasome, na hakusoma mtu huyu tena Muislamu. Lakini mtu ana elimu anajua kuna haja ya kutafuta mali kwa ajili ya kesho ya watoto wangu. Elimu ni bora kuliko mali. Tutafuteni elimu, hizi mali zitakuja yenyewe. Mungu akukuandikia katika haya. Allah tuandikie, maana wengi tunaomba mali kuliko vitu vingine vyovyote duniani. Allah tuandikie tuwe na vyote, tupate elimu ingawa ya kutusaidia kule kesho kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini atupe mali walau tuwaache watoto wetu katika misingi si ya kudhalilika kama walivyoachwa wengine.
na wale walioachwa pia katika misingi ambayo si mizuri katika utafutaji, Allah abariki, awainue riziki zao, ainue mioyo yao, na wajalie leo na kesho yao ziwe bora zaidi ya bora zile ambazo wao wenyewe wanavyohangaika nazo. Wa abdun, na mja huyu wa mwisho, lam yarzuquhu Allahu malan, hakuruzukiwa na Mwenyezi Mungu mali, wala yarzuquhu ilman, wala hakuruzukiwa mtu huyu ilmi. Fahuwa, huyu mtu huyu, yakulu, anasema, lau anna li malan, lau ningelikuwa na mali mimi, la amilta bi amal fulani, ningefanza matendo ya fulani. Maana yake huyu anatamani yeye angekuwa na mali tu, angefanza matendo ya yule aliyekuwa na mali, elimu hana. Yeye kayatamani matendo mabaya ili kufarakanisha watu. Ana mpango muda wote kupata starehe, ana mpango anafanya mambo ya ovyo, yeye anatamani kile. Yeye huyu ana mali, ana elimu. Sasa ukikosa elimu na mali, dunia hii tumefeli. Ukikosa vyote vitu hivi tumefeli. Tunahimizana sana. Hata hutuba yangu wiki nilisema kusoma hakuna umri. Muda wote mwanadamu anatakiwa asome, hata ukiwa na miaka 60, yawezekana ukabakisha miaka 3 tu ikakusaidia kwa kutafuta kwako elimu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ajalie maisha yetu yawe yenye kumpendeza yeye, wala sijalie maisha yetu kuwa yenye kumchukiza yeye. Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehema, mwenye kurehemu rehema kubwa kubwa na rehema ndogo ndogo. Sisi waja wako madhaifu kwako, hatuna nguvu ya kufanya lolote zaidi yako. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma yako, kwa rehema zako, uturehemu sisi na wazee wetu, uturehemu sisi na wazazi wetu. Wallahu tabaraka wa ta'ala yakulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alqur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'iddu min qa'ilil 'azim, barakallahu li wa lakum bil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bizikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba.